Nimekuja hapa, nimefurahi sana. Nimefurahi sana mmeita jina hii. Wilaya ya Monduli, hata mimi nilitamani kuzaliwa Monduli. Na si ajabu ningezaliwa Monduli ningeitwa Edward. Na ningeitwa Edward si ajabu ningekuwa Moringe wa sasa au ningekuwa Ngoyai wa sasa. Si ndio? Hayo si ndio mambo ya kisasa. Hii wilaya ina historia ndefu sana. Vijana wakakamavu nchi nzima, ukiona wana mawe begani wamepita kwenye hii wilaya. Uongo ukweli? Huwezi kuwa na yale mawe kama hujaja kwenye hili jimbo na wilaya hii ya Monduli. Hakuna mtu ambaye amepita akafanikiwa kupewa nafasi ya kuita afisa cadet kama hujafika wapi? Hapa. Na huwezi kuwa commissioned kama hujafika kwenye wilaya hii. Kwa hiyo hii ndio wilaya ambayo sisi tunaiangalia kama mboni ya jicho la nchi yetu. Kwa sababu ili tuilinde nchi yetu, lazima mtu mzuri ataolinda vizuri nchi yetu apite wapi? Monduli. Hapa tuna historia ya waziri wetu mkuu marehemu wangapi mnamjua? Wa kwanza na wa pili. Tafuta wilaya nyingine nchi hii ambayo imewahi kutoa viongozi wakubwa wa nchi hii wawili kwa pamoja. Wilaya gani hiyo nyingine? Yenye historia hiyo ipi ni ipi? Hapa tulimpata Edward Moringe Sokoine. Akafanya makubwa kwa nchi yetu. Tukampata Edward Ngoyai Lowassa hapa. Uongo ukweli? Na ngoja niwaambieni, kwa historia ya wilaya hii, jina tu la wilaya linatosha kutatua matatizo mengi sana kwenye wilaya yenu kabisa, kwa sababu hakuna mtu atasema haijui Monduli. Ukienda hata jeshini ukawaambia tuna tatizo la kisima, tuna tatizo la vitu vidogo vidogo, wao wenyewe kwa sababu wanajua kilichowafanikishia hapa ndani ya Monduli, matatizo yanaisha. Ni lazima na sisi tukae sawa sawa. Kwa hiyo lazima nyinyi mkae mjue nyinyi ni watoto pendwa, ndio maana mmepata fursa kubwa namna hiyo. Kwani hii Tanzania ni ndogo? Hivyo vyuo vinavyotoa hizo nyota viko vingapi Tanzania? Nyota ya kwanza lazima uipatie wapi? Monduli. Hakuna mtu kwenye jeshi hili la wananchi wa Tanzania hii amewahi kupata nyota bila kupita wapi? Hiyo sifa ndogo. Mnataka nini? Mnataka nini? Na Mheshimiwa Diwani, nimekuja nimewawekea hii alama. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nakushukuru. Nimekuja na kwa kweli mimi nitaenda kusukuma kweli kweli hapa tukamilishe. Tujenge X-ray ya kisasa ili mtu yeyote anayepata madhara hapa katikati hapa apate tiba haraka kabla ya kufika kwenye. Serikali kwa upendo mkubwa imeleta milioni 250. Kesho italeta nyingine hapa. Hii hospitali imeleta, hebu ona wale wauguzi pale. Wale wauguzi wangekuwepo hapa leo Sepeku kama kusingekuwa na hichi kituo cha afya. Wangekuwepo? Tulikuwa tuna mmoja tu pale kwenye ile jengo. Alikuwa pale. Na ili alale inabidi aende huko au huko mbele. Na akatafute nyumba. Hakuna mahali pa kukaa. Uongo ukweli? Leo mnakaa mna uhakika. Nimeambiwa hapa ndani tayari wameshajifungua akina mama 4. Na maana yake tuna uhakika sasa wakina mama kupata huduma hapa. Ni waombe sana, tuilinde nchi. Hii nchi ndio fahari yetu, ndio ukombozi wetu. Lakini pia zahanati hii imeitwa jina la Lowassa kwa sababu Lowassa ndio mbunge aliyofanya masuala ya elimu katika wilaya ya Monduli. Pamoja na kuwa tunamkumbuka mzee wetu Moringe, Edward Moringe Sokoine, lakini pia Lowassa yeye ametufanyia zaidi amewekeza katika elimu. Ametufanyia shule za kata, sekondari nyingi zimekuwa hapa Monduli.
Na hata sasa hivi mikoa mingine au wilaya zingine zinakimbilia huku kutokana na miundombinu ya elimu imeboreka. Kwa hiyo sasa ndio jina likaamua kuituite zahanati yetu Lowassa, kituo cha afya Lowassa Sepeko. Kwa hiyo ndio maana ikaitwa hivyo. Kwa hiyo lengo kubwa ni kumwenzi na kuenzi maendeleo, maana tungekuwa na uwezo wa kuita hata hiyo zahanati ya Samia kwa sababu ni rais anayeongoza nchi, au Kikwete. Lakini sasa ili kuenzi maendeleo aliyotuletea lazima tuite jina lake ili naye akapumzike kwa amani na kwa upendo. Kwanza kwa mbunge aliyopita, naye amefanya mambo ikiwepo hii zahanati ambayo tunaona leo, kwa sababu ndiye amesimamia michango, yeye ndiye amesimamia mambo mengi ya ujenzi, gharama, pamoja na kuwa kuna gharama za wananchi, lakini pia na yeye mkono wake ulikuwepo. Rafael Ngotiek, mwananchi wa kijiji cha Mti Moja, kata ya Sepeko, wilaya Monduli. Mimi naishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Rais Samia kwa kutekeleza ilani ya kutuletea kituo cha afya ambayo sasa hivi inasaidia kina mama kwa ukaribu sana. Na huko kwetu mama anaweza akajifungua usiku au akapata ujauzito na kujifungua usiku na kumpeleka Monduli au Arusha inakuwa mbali, lakini kwa sasa hivi tunapata huduma kwa karibu. Wananchi wetu wanapata huduma kwa karibu. Akina mama wakijifungua wanapata sehemu ya kujifungulia. Kwa hiyo tunamshukuru sana Jemedari Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea kituo cha afya kwa karibu kwa akina mama. Huko nyuma tulikuwa tunapata matatizo sana, maana kituo tulikuwa nayo haina sehemu ya kuwalaza wagonjwa, haina sehemu ya wakina mama kujifungulia. Kwa hiyo walikuwa wanapelekwa, wanapata shida wanapelekwa Monduli, mara nyingine wanapelekwa Arusha na Mount Meru. Kwa hiyo kwa sasa hivi wanapata huduma kwa karibu sana. Nimshukuru pia mbunge aliyopita kipindi kilichopita, Mheshimiwa Fred Lowassa, naye alikuwa amechangia sana kuhakikisha kituo kinapatikana, na pia kwenye harambee amechangia kuhakikisha kwamba hii zahanati inakamilika. Kwa majina yangu naitwa Joseph Mesopiro, mkazi wa kijiji cha kata ya Sepeko. Kwa ujumla nimefurahi sana kwa kuona kituo cha afya cha Lowassa Sepeko kuanzishwa, kuzinduliwa leo kwa jua na msingi na Mheshimiwa Waziri wa Kilimo ndugu yetu Chongolo. Kituo hiki cha Lowassa Sepeko, jina Lowassa, jina la kituo hiki kupewa jina la Lowassa ni kumwenzi kiongozi mkubwa, kiongozi shupavu, kiongozi aliyeleta maendeleo ndani ya jimbo letu la Monduli na hata nchi kwa ujumla. Kwa hiyo wakaona kwamba waite ili kumwenzi na kumbukumbu na mzee huyu, Mungu amlase roho yake mahali pema peponi, maana tunamkumbuka vizuri. Alikuwa ni mpenda maendeleo, alikuwa mtu wa watu. Sasa kwa sababu hiyo ikaonekana kituo hiki kiitwe Lowassa Sepeko.